Hii ni habari njema. Promova TV inakualika ewe mtumishi wa Mungu ambaye ungependa kutoa ushuhuda au mahubiri ili kuwafikia watu wengi zaidi duniani. Wakati ni sasa. Promova TV itakurusha hewani bure katika vipindi vyake vya neno la siku, mkate wa siku, kutoka ibadani, wito wangu na ushuhuda. Nafasi hii ni kwa watumishi wa Mungu wa kweli. Basi wasiliana nasi kwa namba 0766294335 au 0784074462. Fursa hii si ya kuikosa. Promova TV, a home of testimonies. Haleluya, haleluya. Hii ni Promova TV, na katika ziara ya Kahama umeangalia video, baadhi ya video hapa tukiwa Kahama. Sasa hii pia ni moja kati ya kipindi kifupi ama ripoti fupi ambapo tumeweza kumtembelea mtumishi mmoja wa Mungu ambaye ulimuona hapa kwenye Promova TV. Unakumbuka kipindi cha nyuma hapa kuna mtumishi mmoja ambaye alikuwa na swala zito kweli kweli. Ikafikia sehemu tukafanya kampeni, ilikuwa ni kampeni ya dharura kabisa, ni kampeni ambayo ilikuwa ni ya muda mfupi. Tukakubaliana kwamba tutoe msaada wetu wa hali na mali ili kuweza kumsaidia mtumishi wa Mungu, kwa sababu alikuwa kwenye hali ya kwenye situation fulani ambayo ilikuwa ni ngumu, changamoto ya aidha kanisa libomolewe, liondolewe mahali pale, ama alinunue hilo kanisa, kwa sababu alipewa kama zawadi na mtu ambaye ni wa imani ya Kiislamu, akamwombea akaja akapona, na alivopona basi akampatia kama zawadi. Lakini baadaye alipokuja akafariki miaka mingine baadaye, basi ndugu wakaibuka wakainuka, wanataka ile sehemu, wanataka kiwanja. Na sasa mtumishi wa Mungu ameshajenga na kanisa liko pale, wafanye vipi? Ndipo tukao tumemtembelea pale, tukafanya kampeni ya muda mfupi, na watu wakaitikia sana kwa ajili ya kumsupport mtumishi wa Mungu. Angalau kiwango kidogo kile ambacho alikipata kilifanya kitu kidogo, ambapo sasa leo tumemtembelea tena kwa mara nyingine tuweze kusikia kitu gani kinaendelea, ilikuwaje, baada ya pale, je, wanaendeleaje na huduma kwa ujumla na mambo mengine mengi. Kwa hiyo leo ndipo tuko hapa Isaka, ni Kahama hii nchini Tanzania. Mimi ni Jack Tani Msafiri, na nyuma ya kamera ni David Robert. Karibu sana. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Amina sana baba. Habari za uzima? Tunamshukuru Mungu, ni mwema. Habari za siku nyingi? Ni njema tu. Habari za safari za hapa na pale? Tunamshukuru Mungu, sisi tunaendelea vizuri. Amina. Natamani kusikia majina yako kwanza kwa yule ambaye ni mgeni, ndio mara ya kwanza na kuona. Alafu baadaye tutaendelea. Karibu sana. Majina yangu ninaitwa mchungaji Elias Ramadhani Kurwa. Wa kanisa la Baptisti Isaka. Isaka iko wapi? Isaka iko katika halmashauri ya Msalala, lakini wilaya ya Kahama. Okay. Sawa. Haya, huyu ndio mtumishi wa Mungu ambaye nimekueleza tuko naye katika siku ya leo. Katika ripoti yetu ya kujenga makanisa na kuwatembelea baadhi ya watumishi wa Mungu ambao tumewahi kuzungumza nao, tumefika kwake katika siku ya leo ili tuweze kusikia kuhusiana na huduma kwa ujumla. Mimi natamani tufahamu kwanza kuhusiana na lile sekeseke lile la aidha kanisa liondolewe kwenye kiwanja ama linunuliwe, liwe mahali yako ununue kanisa lako. Imekuwaje mpaka sasa hivi? Hali iliendaje na mpaka sasa hivi tunavyozungumza mambo yakoje? Kwanza ninawashukuru sana ninyi mnaofanya kazi ya Promova TV kwa jinsi mnavyojitahidi kuweza kukwamua mikwamo mbalimbali na sehemu mbalimbali kulingana na kazi ya Mungu mahali fulani. Mimi nakumbuka kwamba mlipokuja nilikuwa kwenye mkwamo mkubwa kanisa, na kweli likawa kwenye hatihati ya kwamba wanandugu wanataka ninunue kiwanja ili kanisa liendelee kuwepo, vinginevyo niondoe wabaki na eneo lao. Na kwa sababu kidogo tuliingia kwenye udhaifu wa namna ya kupata kiwanja, wanandugu hawakuhusishwa na mzee, na yeye sasa hayupo, wakawa wamepata kama opportunity ya tushambulia sasa, kwa sababu tena
ndivyo hivyo kama unavyojua. Lakini nawashukuru Promova TV baada ya kuwa wametutembelea, tukafanyaje, tukaeleza shida zetu, na wao kama Promova TV ninyi mkalibeba, mkajaribu kuzunguka nalo kwa muda, mkapata kiasi kilichopatikana, mkaja na sisi tukakuta tumejichangisha, tukafanya kuwa kama kianzio cha kuwalipa. Aliyekuwa na moto sana na jambo hilo ni mtu mmoja tu, ambaye hakuwepo wakati mzee anafanyaje, anatoa, alikuwa kazini. Sasa akawa ameretire, yupo. Sasa akajaribu kuhoji baada sasa mzee hayupo. Ikaonekana kwamba sisi kama tulimdanganya mzee, lakini ni kweli yeye alipata, Mungu alimtendea muujiza na yeye akafurahi akatupa. Sasa mlipotupa kile kianzio na sisi tukaendelea kuchanga, tukampa, basi niseme tu kwa kifupi, maombi ya watu wa Promova TV na wadau wa Promova TV yamefanya kazi. Mungu akatenda muujiza kwa bei ndogo. Kwa bei ndogo akatenda muujiza. Paka sasa pale hakuna shida tena, tunaendelea kuabudu na kufanya mipango ya Injili. Muujiza gani? Hebu tueleze ilikuwaje? Muujiza wenyewe ni kwamba yule aliyekuwa na moto sana na jambo lile, Mungu alimpenda sana. Kwa hiyo wengine wakasema sisi wala hatakuwa na shida sana. Basi akasema endelea tu mchungaji. Kwa sasa hivi unaendelea vizuri tu? Tuko vizuri tu. Hakuna changamoto tena ya hilo jambo? Hakuna jambo tena hilo, halipo kabisa. Tunamshukuru Mungu sana kwa maombi yenu. Amina. Na maombi ya wadau. Mungu ametenda. Mimi nasema Mungu ametenda. Ni kweli. Kwa sababu kiasi tulichotoa sio kikubwa sana kulingana na walivyokuwa wanadai. Lakini naona tu walikuwa wamejikita kwenye udhaifu wa makubaliano yetu. Lakini hata nilipopata ushauri mbalimbali wa watu wakasema, lakini basi kwa kuwa kidogo mlikosea, itabidi iwagharimu, lakini Mungu ametenda muujiza. Namshukuru sana Mungu na maombi ya wadau wa Promova TV. Kwa sasa hivi mnaendelea kwa amani kabisa? Tuko na amani kabisa, yani tunamshukuru Mungu. Tuko na amani kabisa. Okay. Sawa. Tueleze kuhusu huduma kwa ujumla sasa, mnaendeleaje pale? Hapo sasa huduma tunaendelea vizuri. Mungu anatenda kazi. Tunafanya huduma ya maombezi, tunafanya huduma ya uinjilisti kama kawaida. Sawa. Tofauti na mwanzo wakati kuna changamoto ikiwa inaendelea na wakati huu ambapo hiyo changamoto imeisha, kuna utofauti gani katika swala zima la injili pale? Tofauti iliyopo ni kwamba unajua watu wanapokuwa kwenye changamoto wanakata tamaa. Wanakata tamaa sana, kama wasa sasa sijui wabomoe, sijui tuanze kuchanga tena mpaka lini. Yani kwa ujumla sisi wa Afrika michango inatuogopesha. Ni kweli. Inatuogopesha. Kwa hiyo sasa hivi yani ni free kabisa, kwamba wako tayari, watu wanafanya kile ambacho Mungu anawaelekeza tunafanya. Okay. Injili inaendelea. Injili inasonga mbele. Tunahubiri, tunatembelea nyumba kwa nyumba, tunaombea wenye shida mbalimbali, na Mungu anajidhihirisha, anajitukuza mwenyewe. Maana sisi kazi yetu ni kuomba, mwenye kutekeleza ni Mungu. Sawa. Na lile swala la baada ya kuwa mmepata kiwanja sasa, yani mnamiliki ni eneo lenu hilo, unasema changamoto imeisha. Mna mpango gani pale? Kuna maana kupinikia mkono tulizungumza, tuliangalia mlikuwa mnaendelea pia na masuala ya ujenzi, kupanua, na ujenzi ulikuwa haujakamilika kwa ujumla. Sasa hivi ikoje? Kuna mkakati wowote kuhusu ujenzi ambao unaendelea mahali pale? Hapana, hatujawa na mkakati mkubwa. Sana tulichokifanya ni mambo ya kawaida tu, bado mambo ya kawaida tu, kulingana na yani labda tu tumeongeza vyombo vya muziki ambavyo tunavitumia ili tuweze kuhubiri Injili, ingawa bado havijafikia kwenye standard ambayo
tunaweza kuitumia, lakini inatosha kwa jumla ya Injili. Kwa hiyo sasa baada ya hapo tunaendelea na Injili na tutaboresha, hatujapiga lipu nje na ndani, na ndio mkakati tulionao sasa hivi wa kupiga lipu ndani na rangi, nje na ndani, na kujenga ofisi. Okay. Ndio mkakati ambao tunao. Sawa. Kitu gani hasa kikubwa ambacho ulikuwa unakisema kwamba pengine ukikutana sasa na Promova TV ungetamani kukieleza, kuzungumza na wale ambao walikuwa nawe katika changamoto zile na kwa ujumla mpaka kufikia sasa hivi? Ni kipi hicho ambacho unatamani kushare nasi na yule ambaye anafuatilia, hata wale ambao ndio kwa mara ya kwanza wanaangalia taarifa hii lakini wameguswa na kitu fulani, unawaambia nini? Ninachotaka kuwaambia tu waendelee kutuombea na kutusapoti. Kama nilivyosema, tunahitaji kupiga lipu nje na ndani, ingawa ndani tulishapiga lipu, lakini inahitaji, imekaa muda mrefu, lakini inahitaji marudio kidogo, nje na ndani na rangi, na kujenga ofisi. Ndiyo kazi ambayo tupo. Maana wakati mwingine tunapata shida. Unapata mteja wa kumhudumia kiroho, lakini humo ndani kunaendelea kitu kingine. Badala ya kwenda ofisini, mnabaki sasa mmeshindwa namna ya kufanya. Kwa hiyo kipaumbele chetu kwamba sasa tupate ofisi, tuboreshe jengo letu, tupate ofisi ili mambo yote yaweze kwenda. Watu waende kwenye uinjilisti, wakafanye uinjilisti wa kushuhudia nyumba kwa nyumba, wahubiri Injili, vyombo viwepo vya kutosha, tuwahubirie Injili, watu wamuelekee Yesu, wamrudie Yesu, waende kwa Yesu. Sawa sawa. Haya, tuache na ujumbe gani katika siku ya leo? Kabla sijawaacha na ujumbe, Mungu ameniongezea majukumu. Mimi sasa hivi ni mkurugenzi wa idara ya watoto mkoa wa Shinyanga na kipande cha Geita. Wa kanisa la Baptist. Wa kanisa la Baptist. Nilichaguliwa hivyo. Okay, hongera sana. Namshukuru Mungu kwa hiyo. Nilisoma taaluma hii mwaka 95. Okay. Lakini taaluma hii limekuwa haifanyi kazi. Na kitengo cha watoto kilikuwa kimesahaulika sana. Baadaye katika vikao tulivyokaa, kaonekana kwamba huduma ya watoto ni kama haipo. Sasa tukakubaliana kwamba tuianzishe. Nani ambaye amesomea? Nikaonekana ni mimi tu. Kwa hiyo wakanipa majukumu ya kuwa mkurugenzi wa idara ya watoto, ambayo ni jumuiya tatu. Tunaita sisi jumuiya ambayo tuna jumuiya tatu. Kuna jumuiya ya Kahama, kuna jumuiya ya Tinde, kuna jumuiya ya Shinyanga. Ukijumulisha sasa eneo hile linatoka Shinyanga nzima na Kahama, unaenda mpaka unakamata Geita. Sehemu fulani ya Geita. Kwa hiyo mimi ndio mkurugenzi. Ambako majukumu yako makubwa hapo inakuwa ni nini? Majukumu yangu makubwa sasa hapo ni kufundisha walimu wa watoto makanisani. Nimekuwa na programu hiyo mwaka uliopita. Na mwaka huu tutakuwa na programu hiyo. Mwaka uliopita na mwaka huu tunakuwa na programu kuanzia mwezi wa 4. Kila eneo la center nimezifanya kama center. Kuna center ya Kahama, kuna center ya Tinde, kuna center ya Shinyanga. Tunakutana mwezi wa 4. Ninawapa semina. Itakuwa ni semina ya pili kwa walimu wa watoto makanisani. Na semina inayofuata itakuwa mwezi wa 7. Na semina ya mwisho kwa mwaka itakuwa mwezi wa 10. Kwa hiyo hizi semina nitakuwa naenda mwaka wa 2 sasa. Okay. Kuwajenga walimu na kuwa encourage namna ya kuwafundisha watoto. Kwa sababu Biblia inasema katika Mithali 22 mstari wa 6 inasema hivi: mlee mtoto katika njia impasaye, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Ni kweli. Lakini ni njia gani? Ni njia gani tunamlea? Sisi kama idara ya watoto na walimu wa watoto
njia pekee ya kumlea mtoto iko kwenye Biblia. Katika Yohana sura ile ya 14 mstari wa 6. Yesu anajitambulisha. Ngoja nifikie. Yesu anajitambulisha kwetu katika mstari wa 6. Yohana 14 mstari wa 6. Anasema wa 6. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kupanda mbegu ya neno la Mungu kwa watoto ni muhimu sana. Leo jamii ya watoto wetu wanaharibika kwa sababu tumepunguza malezi ya nyumbani. Watu tumekuwa bize na majukumu ya kutafuta riziki, lakini tumeacha kitu muhimu. Sasa tukaona sisi kama kanisa tulibebe hili, walelewa watoto makanisani, na sisi tuwe washauri wa wazazi walio makanisani na mitaani, namna ya kulea watoto kwa njia inayompasa mtoto alelewe. Ni njia moja tu, nayo ni njia ya Yesu kulingana na maandiko. Kwa hiyo tunawakumbusha wazazi na tunawakumbusha walimu wawalee watoto katika makanisa, na wanawalea sio kuwalea tu kikawaida, wanawalea kwa kuitikia vipaji. Unajua, mtu ukijua kipaji chake halafu kamlea kulingana na kipaji chake, hata hangaika maisha ya mbeleni. Kwa sababu kila mtu Mungu amempa kipaji, amempa vipaji. Vinaweza kuwa 2, 3 au 4, vingi zaidi, lakini kuna kile kinachotangulia. Sasa tunaanza sisi kuwalea hao watoto. Tumeanzia tu mtoto wa miaka 6 mpaka 12, na tumewatenga kwenye magrupu, na mtoto wa miaka 13 mpaka 17. Hawa tunajaribu kukaa nao, na walimu tunawafundisha, jaribu kukaa nao ujue mtoto anapenda nini. Hicho ndio kipaji chake. Lakini wakati mwingine kwa sababu ya kutojua, wazazi wamewakatili watoto kwa kitu anachokipenda. Wanaona ni kama upuuzi. Kwa mfano mtoto anapenda kucheza au mpira, unamzuia. Lakini leo mpira ni ajira. Ni ajira. Kwa hiyo sisi tunajaribu kuwashauri, mtoto anachopenda ndicho kipawa ambacho Mungu amempa. Na mtu anayefanya kazi kwa kuitikia kipawa huwa hachoki hata kama akifeli. Tunafeli kwa sababu watu hatufanyi kulingana na vipaji. Kulingana na taaluma yangu inanieleza hivyo. Tunafeli kulingana, tunafanya bila kufuata kipaji. Matokeo yake unaona hii kazi ngumu, unaacha, unaanza nyingine, unaanza nyingine, kila kitu unaenda unakusa, unaacha. Kwa hiyo sisi tunawalea watoto makanisani na mitaani katika njia ya kuitikia vipaji, pia kwa njia ya neno la Mungu. Kwa hiyo ndio kazi ambayo ninayopana hiyo. Mwaka uliopita nimefundisha makanisa, yani makanisa kwa ujumla yako 122. Nilitakiwa wote walete walimu wawili. Kwa hiyo nilitarajiwa mwaka jana kufundisha walimu 124. Bahati mbaya nikafundisha, wengine wakashindwa kufika. Tukafundisha 103. Sawa. Kwa hiyo hata sasa hivi mwezi wa 4 huu tena tunawenda kuanza kampeni hiyo. Tunatarajia kwamba walimu wote wakihudhuria katika senta tulizopanga 3, maana yake tutafikia walimu 124 kulingana na makanisa hii. Okay. Jambo jema sana. Barikiwe sana mtumishi wa Mungu kwa hatua hiyo kubwa na kwa elimu hiyo. Sawa, mimi nikupatie nafasi basi uweze kutoa mawasiliano yako kwa yule ambaye anatamani kuwasiliana na wewe kwa ajili ya chochote, pengine maswali, ana maoni, mapendekezo, support, anakupata kwa namba gani hasa? Mimi kwa namba ambayo anaweza kunipata, namba yangu za WhatsApp ziko 2. Kuna
kujumulisha 255 715, hiyo ni ya Tigo, 15 75 93 30. Nirudia. Kujumulisha 255 715 75 93 30. Ya pili katika WhatsApp ni kujumulisha hiyo 255 613 39 55 11. Hayo ndio mawasiliano yangu ya WhatsApp. Mtu anaweza kunipata, akatoa ushauri, akatuombea vile vile. Anaweza kusapoti huduma hii ya Injili, huduma ya watoto, kwenye kile atakachokuwa ameguswa nacho. Amen, amen. Haya, basi mimi mtumishi wa Mungu nikushukuru sana kwa muda wako na nikutakia kila la heri katika huduma yako kwa ujumla. Asante sana. Ubarikiwe sana. Mimi ningependa nimshukuru Mungu hapa kidogo. Sawa, karibu sana. Tuombe. Mwenyezi Mungu, ninakushukuru sana kwa ajili ya uweza wako na nguvu zako na mamlaka yako. Wewe ndiye unayetupa maono. Mungu wa mbingu, ninasema asante kwa sababu wewe umetupa maono haya. Mungu, ya kufikia ulimwengu na Injili, ya kuweza kupanda neno lako kama mbegu kwa watoto, kama neno lako linavyosema. Mungu wa mbinguni linavyosema, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Lakini njia gani? Zipo njia nyingi. Njia uliotuelekeza katika Yohana 14:6, wewe unajitambulisha kwetu ya kwamba wewe ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia yako Yesu Kristo. Baba Mungu wa mbingu na nchi, ninakushukuru Mungu wa mbingu na nchi kwa majukumu haya ulionipa wewe. Unayo makusudi, Mungu wa uzima, Mungu usiyezaa mapoza, dumadu, nzige na parale. Bwana, wewe utaenda kujidhihirisha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Mimi mtumishi, mchungaji na kuhani, Bwana Mungu wa mbinguni, ninakuja mbele zako Bwana kwa unyenyekevu mkubwa, nikijua ya kwamba kazi hii siyo kazi yangu, ni kazi yako Bwana. Ukaifanikishe, ukaiinue. Majukumu haya ni makubwa ya kusimamia mkoa mzima na sehemu nyingine kidogo ya mkoa mwingine. Kwa jina la Yesu, mimi peke yangu siwezi, Mungu wa uzima, bali wewe ukiwa ndani yangu pamoja na wasaidizi wangu, Mungu ukiwa ndani yangu Bwana, tutaifanya kazi hii Bwana kwa uweza wako, Mungu wa uzima. Hata watu wanaosikia Bwana Mungu wa mbinguni, ni wewe ambaye unaweza kuwagusa wakaona umuhimu wa kulea watoto, maana huduma hii kwenye makanisa imesahaulika. Watoto wanachanganywa na watu wazima. Ninajua mtoto kulingana na umri wake ndiyo muda wake wa kusikiliza kwa makini. Zaidi ya hapo, mtoto aliye na umri wa miaka 6 anasikiliza dakika 6 tu, kwa mujibu wa taaluma yangu. Anasikiliza dakika 6 tu, muda mwingine hayupo. Mhubiri atahubiri, atasema atakachosema, lakini ni kama anapiga maji kwenye kinu. Lakini tukiwalea kwa kuwapata walimu ambao wamefundishwa vizuri, ninaamini watapokea. Sasa huduma hii Mungu ukailee wewe, ukaitunze wewe, ukaisapoti wewe kupitia watumishi wako. Mungu wa uzima, ninakushukuru kwa sababu utakwenda kutenda muujiza wa kipekee katika kazi hii ulionipa. Sio yangu, naamini. Usaidie kazi hii Bwana yote. Bwana Mungu wa uzima, kazi ya kanisa, ya kuhubiri Injili, ya kupanda makanisa, ya kuhudumia watu kwa njia ya maombi, na yote ya watoto Bwana, nisaidie. Programu yangu yetu inaanza mwezi wa 4, wa 7 na wa 10. Tusaidie kuwafikia watu kupitia watoto. Ni Injili ambayo imesahaulika. Matokeo yake
tunapata watoto waliokengeuka, watoto wasiotiwa kwao kutokana na malezi. Familia siku hizi hazina muda wa kulea watoto. Sisi Mungu umetupa hili jukumu kupitia kanisa. Sisi tutakwenda kwenye mitaa, tutafanya michezo, maana michezo ndiyo lugha ya mtoto. Mungu wa mbinguni, mimi najua na uelewa wangu ya kwamba lugha ya mtoto ni michezo. Ukiitisha michezo kwenye mitaa, utapata watoto wengi na wewe utawafikishia neno la Mungu. Lakini uanze na kuzitembelea familia zile, uziambie ya kwamba mimi leo kama mtumishi nina shida na watoto wenu, muda fulani, muda wa dakika 30 inatosha kabisa, na kuwa encourage watoto waende wakawatii wazazi wao. Tumeiona, tumekuwa na watoto ambao walikuwa watukutu, lakini kupitia mafundisho haya wazazi wenyewe wameshuhudia kwamba watoto wanatii kazi, wanajishughulisha na kazi, wanajua, kwa sababu wasipowatii wazazi wao wamekukosea wewe Mungu. Asante Mungu wa uzima kwa ajili ya wote wanaosikia neno hili, wanaosikia neno ambalo ni mbegu yako, mbegu Yesu Kristo. Wewe ni mbegu bora, panda kwenye mioyo ya watu wazima, watoto wapandie neno lako. Ninakushukuru Bwana kwa sababu naenda kunitumia na kututumia kama chombo chako kiteule kupitia Promova TV. Mungu kawabariki watumishi wako hawa na wengine wanaosikia Bwana, wenye shida mbalimbali na wenye ushauri. Sisi tuko tayari kupokea. Niombe haya nikikutukuza mimi mtumishi na kuhani wako Mungu, kwamba asante kwa kusikia, asante kwa kuangalia. Mungu akubariki sana. Nisema asante, pokea sifa wewe Mungu wetu, maana unatenda na unabariki. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Promova TV, a home of testimonies. Jenga makanisa na Promova. Ndiyo, jenga makanisa na Promova. Baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, sasa Promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii. Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka. Tunawatafuta, tunawawezesha, na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwisha anza, inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la kimungu. Jinsi ya kushiriki: tuma sadaka yako kwenye M-Pesa namba +255 762 841 734. Hiyo ni namba ya Tanzania, na M-Pesa Kenya Safaricom ni +254 113 844 735. Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank akaunti namba 30051819273. Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, MoneyGram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank majina ya usajili ni Jackton Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi. Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka. Toa kadri ya uwezo wako. Na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii, taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube. Asante kwa kushiriki kampeni hii. Jenga makanisa na Promova.